Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kuendelea kuangazia update mbalimbali katika yote ya kihabari ambayo ameweza kujiri hususan katika taifa letu la Tanzania. Moja kwa moja, kama bado hujasubscribe, karibu kwa ajili ya kusubscribe Biomedia ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D mpaka tamati, na leo tunaangazia story ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa onyo kali kwa wale waliochochea maandamano nchini Tanzania. Mange atangaza kurudi kwenye udako, anasema sitaki tena masuala ya siasa. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amekwisha kuanza rasmi muhula wake wa uongozi kwa kutoa ujumbe mzito kweli wa amani lakini pia maridhiano. Na muda mfupi mara tu baada ya kuapishwa rasmi katika sherehe zilizofanyika leo kwenye viwanja vya kijeshi jijini Dodoma, aliweza kuzungumza mbele ya mamia ya wageni waalikwa, viongozi wa dini, wa kisiasa pamoja na kijamii, ambako Rais Samia aliweza kueleza kwamba amesikitishwa kiukweli na matukio ya uvunjifu wa amani ambayo yalishuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania wakati wa kipindi cha uchaguzi mkuu. Katika nukuu yake ya kwanza anasema tumesikitishwa na kuhuzunishwa kiukweli na matukio ya uvunjifu wa amani yaliyoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo wakati wa uchaguzi. Hii si Tanzania tunayoiamini. Aliweza kusema hayo Samia kwa msisitizo. Lakini pia ameweza kuongeza kuwa serikali yake itaweza kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba matukio kama hayo hayajirudi, akisisitiza kuwa amani, utulivu na umoja ndivyo vitakavyowezesha taifa kusonga mbele kwa maendeleo endelevu. Nukuu yake ya pili anasema ni jukumu letu sote kujenga Tanzania yenye upendo, kuheshimiana na maridhiano. Uchaguzi umekwisha, sasa ni wakati wa kujenga taifa letu, aliongeza Rais Samia. Lakini pia ziko kauli za viongozi wa dini ambako kiongozi wa kanisa la Wali Agape Ministry mchungaji Fernandez Verinon aliweza kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa ujasiri wake wa kuweza kugusa masuala mazima nyeti kabisa ya amani mara tu baada ya kuapishwa. Katika nukuu yake kiongozi huyo anasema huu ni mfano bora wa kiongozi mwenye hekima na moyo wa upendo. Tanzania sasa inahitaji kupona na kuungana tena kama familia moja, aliweza kusema mchungaji huyo. Lakini pia viongozi wengine wa dini waliweza kusikiza umuhimu wa maombi kwa taifa, aliweza kudumisha utulivu na mshikamano mara tu baada ya uchaguzi, wakisema ni wakati wa Watanzania kuweka tofauti zao kando na kusonga mbele. Lakini pia katika maoni ya wananchi mitandao ni Watanzania wengi wameweza kupongeza kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan, wakisema kwamba imeonyesha wazi dhamira yake ya kweli katika kujenga taifa lenye maridhiano. Moja ya wachambuzi wa masuala ya kijamii aliweza kuandika, kauli kama hizi ndizo tunazihitaji, zinazogusa mioyo, sio siasa. Amani ya Tanzania ni kitu cha thamani kuliko vyote. Kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kubeba uzito mkubwa kweli katika kipindi hiki cha mpito wa kisiasa nchini Tanzania. Wengi wanaona ni mwanzo mpya wa safari ya kujenga upya imani, umoja na maridhiano ya kitaifa. Amani ya Tanzania ni urithi wa vizazi, tuilinde, tuheshimu, tuiishi. Mara tu baada ya Rais Samia kuzungumza hayo wakati wa kuapishwa na kuonya vikali wale wote ambao walisababisha maandamano na kupelekea uvunjifu wa amani nchini Tanzania. Kumbe kutokana na changamoto ya kuwepo kwa mtandao Tanzania nzima, dada wa taifa huyu ni mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi aliweza kuposti kupitia ukurasa wake wa X zamani kama Twitter ujumbe wa kudai kuwa anaamua kuachana na masuala mazima ya siasa na kurudi kwenye udaku. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno kweli, ngoja nikusogezee kile ambacho aliweza kukiandika Mange kupitia ukurasa wake wa X zamani kama Twitter kuhusiana na kile ambacho yeye sasa hivi anakifanya. Anaandika kuanzia leo sitaki mambo ya siasa, narudi kwenye app yangu niendelee kupiga hela za umbea. Akaweka na emoji za kulia, akasema ila Watanzania mmejua kuniliza, watu wanaenda kupiga kura kama kawaida, hamna hata mmoja aliyetoka kuandamana, bora hata yale ya diaspora. Anamaliza kwa kuandika hivyo kupitia ukurasa wake wa X zamani kama Twitter kwamba hataki tena masuala ya siasa, anarudi zake kwenye app yake, anaendelea kupiga hela za umbea. So mara tu baada ya hayo ambayo ameandika Mange, leo Tanzania wamesema kuwa Mange alitakia mema kiukweli taifa la Tanzania, lakini yote kwa yote kiukweli wameshukuru amani kurejea na mtandao kurejea kwa mara nyingine tena. Lakini pia
wengi wakidai kuwa hii imekuwa kama fundisho kwao, maana maisha yalikuwa magumu sana kwa kukosa internet, lakini pia biashara zao kutokuenda kama ambavyo mambo yalikuwa yanakwenda mwanzo. Bana, tunatamatisha hili mtazamaji wa channel ya Biomedia. Endelea kusubscribe, endelea kuandika maoni yako moja kwa moja kwa yale ambayo unaona basi yatakuwa yanafaa. Hii ni Biomedia na mimi ni official Rose D. Mpaka wakati mwingine, bye bye.